Familia moja eneo la Siribo huko Butula, kaunti ya Busia inalilia haki baada ya jamaa yao kuuawa kwa kudungwa visu na watu ambao wanadaiwa kusalia huru licha ya kutambuliwa. Familia hiyo inalia kuwa miezi mitatu baada ya jamaa yao kuuawa, maafisa wa usalama hawajachukua hatua yoyote ya kuwawajibisha wahusika. Jane Cherotich anaangazia taarifa hiyo. Kulingana na wazazi wa marehemu Michael Auka na Frida Auka, mwana wao Naman alikumbana na kifo chake alipovamiwa na watu wawili akiwa na mpenzi wake ambaye alitoroka baada ya kisa hicho. Kwa sasa, familia hiyo imesalia na maswali chungu nzima, kwani licha ya kudai kuwa washukiwa wa mauaji hayo wanajulikana, bado hawajapata jibu lolote kutoka kwa idara ya usalama. Wanataka msichana aliyekuwa na mwana wao kabla ya kudungwa visu ajitokeze na awataje wahusika wa mauaji ya Naman. Fununu tulisikia tu ni kwa ajili tu ya msichana. Walikuwa wanang'ang'ania msichana. Sasa naye kijana huyu wakamwagilia pilipili na wakamdunga kwa macho yake. Tulilia, tukalia, maaskari walitoka huko na wakafanya upelelezi. Wakachunguza, wakachukua mwili, wakapeleka Seka. Wakatuambia watachukua hatua ile yenye inafaa. Tuliongoja, tukaongoja mpaka leo hatujaipata hatua ile yenye ilichukuliwa. Kifo cha Naman kimesalia kuwa kitendawili kikubwa kwa familia hii, ambayo sasa inahofia hatma ya watoto wawili ambao aliwawacha nyuma. Bado niko na kufikiria kijana wangu vile alikufa, hata inafikanga kiwango naanza kuwaza kifo ya yenye kijana wangu alikufa kifo mbaya, iwezi isha kwa macho yangu. Naman alikuwa mtu wa upendo, hata alipokufa alituachia gabu kubwa sana. Alikuwa anasemanga watu tupendani, msinipende kama nimekufa. Hakika tulikuwa na huzuni sana kifo ya Naman alipokufa. Mbali na hayo, familia hiyo inaishi kwa hofu, kwani eneo hilo linazidi kushuhudia visa vya mauaji hasa ya vijana wenye umri mdogo, huku idara ya usalama ikidaiwa kusalia kimya. Ni miezi mitatu sasa, kuanzia tarehe 1 kuamkia tarehe 2 mpaka wa sasa. Tumeenda kuripoti huko Butula sisi wenyewe, mpaka saa hata wakapeleka hata manamba ya huko ya kufuatana na hiyo msichana. Mpaka saa hii tujawahi kuona hatua ya polisi. Vile polisi walikuja wakapepa maiti wakapeleka huko, walituambia watachukua hatua ya kushughulika na watu. Hata manguo ya marehemu ilibaki huko, wakasema tuwezi kuja na hizo manguo, na kweli hizo manguo zilibaki, walikataza na hiyo manguo ikabaki huko. Hakuna kitu yenye wamechukulia kwa hatua ama kushughulika hali kama hiyo. Ule mwenye alihusika kwa mauaji hayo yote wanajulikana wote. Sasa tunataka serikali ichunguze, ifuatilie na ishike hao watu. Hata hivyo, mkuu wa idara ya upelelezi wa kaunti ya Busia Stephen Girimi aliamrisha maafisa wanaohusika kuharakisha uchunguzi. Haya yanajiri huku hofu ikizidi kutanda eneo la Bomala baada ya mhudumu wa bodaboda kuuawa kwa kupigwa risasi na majambazi usiku wa kuamkia Jumapili. Watu wengine wawili wakiuguza majeraha ya risasi, wizi wa kimabavu ukifanyika. Ule kijana wa kwanza aliuawa, mwenye ni marehemu, aliuawa kwa scene wakati ilikuwa inatendeka immediately. Huyu wa pili, hii risasi alipigwa na nani? Hiyo ndio swali yangu tu kubwa kabisa. Hii risasi huyu wa pili alipigwa kwa sababu majambazi walikuwa shatoroka, wameenda Madina iliibwa. Juzi hapa Tangi risasi zimepigwa usiku. Mpaka watu wanasema manyumba 10 wamepigwa risasi. Haya na shida, hizi risasi ni risasi za kina nani? Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia.